usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Mpendwa mtazamaji wetu wa channel yetu ya Mwanga Media, tunapenda kumshukuru Mungu katika siku ya leo. Tutakuletea ibada iliyorekodiwa katika usharika huu wa Sonu ulio sehemu ya KKT Dayosisi ya Kaskazini, Jimbo la Hai. Na katika ibada hii utaweza kujifunza mambo mbalimbali ambayo tutakaendelea katika ibada hii kupitia lugha ya Kimachame. Karibu sana na endelea kuburudika. Imani inaleta ushindi katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tushaka fumandumi na kimbo kila jamana haho makumi abiri na fikendaho. Jangga kami kina jandumi wakunde wandumi lambare mikima jipolu kumbu efelu jamari lufiambe pa ya kisangung Jairua. Alajali sabut Jairua wasanya ikawisa. Jabe ya Islam siksa
Iruwawe alimbe fyose akemulila wandu alemelu saria mbo alelekea mwana wako wangetani ndefota ulya marilo yahu kalufoa ya kimahoma kyakwe nayo wose wakusikhie na yakina lyakwe kaonisia mwanya wayaluka wana wa Iruwa muni kawaderi ya tiasa na wasilemu muyo wako mwele wondu aikhikyo na ibatiso ashikirwa wa Iruwa kelweke esilolose. Amen. Antifoni na Zaburi ya siku ya leo ni ukurasa wa 242 kwa 243 kono wa fimu. Kapendumi uko huyeni masanga mose
kusala ulisongo ejamba iwawasu eli mbo lule ni ngombwe kiamba mwikunda irua nawe kunda na ndungi lutekewe irua. Waindumilo kutekewa ninga wandu wafu widimi lwa hivi nga feso fyaulana na fyanyama na fya satana nambo wakulatewe kumuni irua wadede na ngima mwa wa makusaro mesha ku Yesu Kristo ndume wehu asindina mu ruma muyo mwele fikalunganu na lunganu. Amen. Tasikia somo letu la pili kama tutakavyosomewa na mzee wa usharika kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume mlango ule wa 14 mstari wa 8 hadi ule wa 13. Niwatangulie kusoma kwa msaada wa Bwana. Na huko Listra palikuwa na mtu mmoja dhaifu wa miguu, kiwete tangu tumboni mwa mamaye, ambaye hajaenda kabisa. Mtu huyo alimsikia Paulo alipokuwa akinena, ambaye alimkazia macho na kuona ya kuwa ana imani ya kuponywa. Akasema kwa sauti kuu, simama kwa miguu yako sawa sawa. Akasimama upesi akaenda. Na makutano walipoona aliyoyafanya Paulo, wakapaza sauti zao wakisema kwa kilio Kaonia, Mungu wametushukia kwa mfano wa wanadamu. Wakamwita Barnaba Zeu na Paulo Heme, kwa sababu ndiye aliyekuwa mnenaji. Kuhani wa Zeu, ambaye hekalu lake lilikuwa mbele ya mji, akaleta ng'ombe na taji za maua hata malangoni, akitaka kutoa dhabihu pamoja na makutano. Amen. Na hilo ndilo neno la Bwana. Basi tuimbe haleluya. Tumesimama hivyo, tuseme imani yetu ya Kikristo inayotuunganisha na Wakristo wenzetu wote ulimwenguni, imani ile ya mitume. Ni
Matangazo ya usharika siku ya Bwana ya 18 baada ya Utatu, tukiongozwa na wazo kuu linalosema imani iletayo ushindi. Imani iletayo ushindi. Tangazo la kwanza. Tunawakaribisha wageni na wenyeji wote mliofika kuabudu pamoja nasi leo. Tunasema karibuni sana, tumwabudu Mungu wetu katika roho na kweli. Tumsikie pia anaposema nasi katika neno lake. Ni kweli Bwana, tunahitaji kusema nawe. Tunahitaji kusema nawe Bwana. Tunayo maneno machache mno, kwa sababu hatuna maneno yanayopasa kusema na wewe. Tunahitaji ukatuwezeshe sasa. Naalika uweza wako na nguvu zako Bwana, ukapate kushuka kwa ajili ya kutuhudumia sasa. Roho Mtakatifu na mwalimu wetu, ukashuke kwa ajili ya kutuhudumia. Ukasimame ukaonekane katika kipindi hiki cha uchumbi wa neno lako. Funiki Bwana kwa damu yako na kwa uweza wako na kwa nguvu zako. Na mkutano huu Bwana ukaufunike kwa damu yako na kwa uweza wako na kwa nguvu zako. Maneno yako ya uzima yakapate kibali kutoka kwako. Kwa Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu, taomba na kuamini. Amen. Ujumbe wa neno la Mungu wa siku hii ya leo ni kutoka Injili ya Luka mtakatifu, mlango ule wa 17, mstari ule wa 5 na ule wa 6. Na watangulia kusoma kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Mitume wakamwambia Bwana, tuongezee imani. Bwana akasema, kama mngekuwa na imani kiasi cha chembe ya haradali, mngeuambia mkuru huu, ng'oka ukapandwe baharini, nao ungewatii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati huu na majira haya ni wakati wa kumtolea Mungu shukrani za mioyo yetu kwa ajili ya mavuno. Mkulima wa kweli ni mtu yule ambaye hakati tamaa. Hata asipovuna bado anaendelea kulima. Hata mavuno yasipopatikana au bei ikawa sio nzuri, bado ataendelea kulima. Huyu ni mkulima anayeitwa mkulima, na ni mtu ambaye ameichagua kuifanya kazi ya kilimo. Kwa hiyo hata asipovuna, tunajua kuna miaka ambayo mvua hainyeshi na watu wanatoka wanaenda wanalima, wakati mwingine wanarudi bure. Lakini mkulima huyu
hakati tamaa, kwa sababu ndio kazi aliyoichagua kuifanya. Na ndio sababu mwaka huu wako waliochukua mbegu wakaenda shambani, wameziona baraka za Mungu, lakini wale waliokata tamaa wamebaki jinsi walivyo. Na mara nyingine inatokeaga watu wamelima, mfano kilimo cha nyanya. Iko miaka ambayo mtu analima, inafikia wakati hata gharama ya kuchuma kule shambani inakuwa kubwa kuliko bei anayoenda kuiuzia. Kwa hiyo mkulima huyu unafikia mahali anaacha mazao shambani. Lakini mkulima wa kweli, mwaka unaofuata bado anaingia shambani na kulima tena. Na hao wanaojikaza kwa jinsi hiyo, kuna wale wanaofuata mkumbo, wanasema kwa sababu nyanya ilikuwa na bei na mimi naenda kulima nyanya. Hao wanapopata hasara hawalimi tena. Kwa hiyo yule aliye mkulima wa kweli anapoingia shambani na kulima, anafanikiwa na anapata pesa. Kichwa kinachotuongoza kwa wiki hii kinasema imani ileta ushindi. Waliona mafanikio ni wale ambao hawakati tamaa katika jambo lolote. Waliona mafanikio ni wale ambao hawakati tamaa. Na ndio sababu kipindi kilichopita tulikuwa tunaongea habari ya familia, na tukaona jinsi ambavyo wakulima wa kahawa Kilimanjaro walifikia mahali wakaacha kulima kahawa. Lakini kwa wale waliovumilia bado wakaendelea kulima kahawa, kahawa imefikia mahali imekuwa na bei nzuri na wanafurahia kahawa. Tukiangalia habari za mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Yusufu, aliyeuzwa na ndugu zake utumwani Misri, lakini ilikuwa ni njia, japo walifikia mahali wakamuuza ndugu yao Yusufu, ilikuwa ndio njia ya kuwaokoa au kuokoa familia ya baba yake. Huyu Yusufu tunajua kabisa alikuwa ni mtu aliyoitwa na Mungu, aliyechaguliwa na Mungu. Akawa anaota ndoto na kuambia ndugu zake, ikafikia mahali ndugu zake wakamchukia, na hata wakati mwingine wakamwita muota ndoto. Na wakati mwingine akaota ndoto akahadithia mpaka na baba yake na ndugu zake. Baba yake anamwambia, na maana mpaka na mimi na mama yako tutakuja kukusujudia. Hawakujua ni nini Yusufu alichokibeba. Hawa wakafikia mahali alipokuwa anafuata ndugu zake, walipokuwa wanachunga, wakaamua kumkamata. Walitamani kumuua. Ndugu yao mmoja akasema, tusimuue, tumtumbukize katika kisima. Wakamtumbukiza katika kisima. Wakawa wanapita wasafiri. Walipoona wale wasafiri akasema, tubadilishe mawazo, tumuuze. Wakamuuza Yusufu. Yusufu akauzwa, akaenda utumwani Misri. Akaenda kule utumwani Misri, na baadaye alikuwa katika nyumba ya Potifa. Huyu Yusufu bado anazidi kupigwa vita. Mke wa Potifa akasema kwamba amembaka. Yusufu kakamatwa, kapelekwa kifungoni. Kule kifungoni bado Yusufu anaendelea na kazi yake. Akamtafsiria mfungwa mmoja kwamba utafunguliwa, lakini utakapofikia kufunguliwa unikumbuke. Kafikia wakati huyu mfungwa akafunguliwa. Alipofika
katika nchi yake au katika eneo lake. Wakati huu ndipo mfalme anaota ndoto. Akaota ndoto ambayo ilimsumbua sana. Akatafuta jinsi ya mtu yoyote kumtafsiria ndoto, hakupata. Alikuwepo yule aliyefunguliwa. Akasema, nilipokuwa gerezani kule, yuko mtu mmoja aliyenitafsiria ndoto. Mtu huyu anaweza kukusaidia katika ndoto yako. Yusufu anaitwa, anakuja anaitafsiri ndoto ya mfalme. Yusufu huyu, kutokana na kutafsiri kwake ndoto, anawekwa kwenye nafasi ya kuwa waziri mkuu. Yusufu anatoka kifungoni, anakuwa waziri mkuu. Tunajua vizuri wakati ule njaa iliingia, njaa kali. Hata ndugu zake wakaenda kutafuta chakula kule Misri. Yusufu huyu ni waziri mkuu, ndiye mtu wa kuwasaidia. Yusufu huyu anafikia mahali anasema kwamba basi mkamwite na baba, mje wote. Wakati umetimia sasa, ule wakati ambapo Yusufu aliwaambia kwamba nyota zote au ndugu zake na baba yake wanafikia wakati wa kumsujudia Yusufu, lakini aliwaambia pasipo kuelewa, hawakuelewa. Lakini unafikia wakati ambapo Yusufu huyu anasujudiwa na baba yake na ndugu zake. Ndoto za Yusufu. Ni nini kilicholeta shida? Kilicholeta shida ni maono aliyokuwa nayo Yusufu. Kilichokuwa kinapigwa vita ni yale maono aliyonayo. Ndicho kilikuwa kinapigwa vita. Ni watu wangapi ulikwisha kuwapoteza? Umewapoteza wangapi, mtu wa Mungu, kutokana na vitisho ulivyokutana navyo? Unapokutana na vitisho, imani yako inaiweka wapi? Unapokutana na masumbufu, imani yako inaiweka wapi? Bwana Yesu aliwaambia wale mitume, ndugu yako akikukosea mara 7 kwa siku moja, akirudi kwako mara 7 akisema nimetubu, msamehe. Kibinadamu ni ngumu. Kibinadamu ni ngumu. Siku moja tu, mtu huyu mmoja amekukosea mara 7, alafu kila anapokujia anakuomba msamaha. Anarudi anafanya kosa lile lile, anakuja anakuomba msamaha. Anarudi anafanya kosa lile lile, anarudi anakuomba msamaha. Ni wangapi wako tayari kupokea msamaha huu? Si wengine tunafikia mahali pa kulalamika na kuona kwamba huyu ananikejeli tu, anachokifanya ni makusudi, siwezi kumsamehe. Mitume wanamwambia Yesu na kumwambia, Bwana tuongezee imani. Bwana tuongezee imani, kwa sababu kibinadamu ni ngumu, haiwezekani kibinadamu. Na ndipo wengine tunapofikia mahali pa kuweka mipaka, kwamba huyu si ndugu yangu tena, siwezi nikakaa naye karibu tena. Ni wakati wa kupimwa kwa imani yako. Hawa mitume wakaona wakasema, Bwana tuongezee imani. Yuko mwimbaji mmoja aliimba wimbo wake akasema,
siku za mwishoni nyakati hizi, wenye imani wamewekwa kati, ijaribiwe imani yao. Bwana, naomba unisaidie, vumilia roho yangu, majaribu ni kama moto yanayochoma imani yangu. Bwana, naomba unisaidie, vumilia roho yangu, majaribu ni kama moto yanayochoma imani yangu. Bwana, naomba unisaidie. Yako mambo mazito unayokutana nayo ni ya kukatisha tamaa. Pasipo Yesu utashindwa. Ndiyo sababu wanafunzi walisema na Bwana Yesu, Bwana, tuongeze imani. Ukiwa na imani utashinda yote. Hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Mwite Yesu na umwambie, Bwana, niongeze imani. Unapopita katika wakati huo ambao ni wakati mgumu sana katika maisha yako, wakati huu wa kukata tamaa, mwambie Yesu, niongeze imani. Uvumilivu ndio njia pekee itakayokusaidia. Ni wakati wako wa kumwambia Yesu, naomba unisaidie na unishike kwa mkono wako na uniongoze wewe. Nikiwa na wewe Yesu, naamini nitayashinda yote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wako wa kusogea miguuni pa Yesu. Ni nini kile kilichokusonga katika maisha yako? Ni nini kile kinachokukatisha tamaa katika maisha yako? Inawezekana ni mume wako, inawezekana ni mke wako, inawezekana ni wazazi, inawezekana ni watoto, inawezekana ni ndugu yako, inawezekana ni jirani yako. Umefikia mahali pa kukata tamaa. Inawezekana ni jambo lile unalolifahamu wewe, inawezekana ni ugonjwa umekukatisha tamaa. Hata wakati mwingine umejihesabia kwamba ni mimi kilichobaki ni kufa tu. Mwite Yesu. Yeye anasema, ukiwa na imani kiasi cha chembe ya haradali, utauambia mlima huu ng'oka, au utauambia mkuyu huu ng'oka na ukatupwe baharini. Mwambie Yesu, ni nini kile kinachokupa shida? Mwambie Bwana. Na pale ambapo umefikia mahali pa kukata tamaa, mwambie Yesu, niongezee imani, niendelee tena na safari ya kukutegemea wewe. Maana penye imani yako mafanikio, penye imani ziko baraka. Nasikia kelele kuna anayeita Yesu, Yesu uniokoe. Ni sauti yaita inamaanisha, ninaomba uniokoe. Ewe Baba na Mama, je, unaisikia?
Loko nanda we kumuni sarajo se chapakaso fio se fani njoi nu faidu kanisa umanjilofo. Loko teke wambe pakaso efifio se kufiwi kembora kundoko se firunda mashora afo ayonisi ya ulana muwalunganu na wo se waninjana ikunda wo mwikumbe kembora yang kimin na yanyamin. Na yo walande unisang kimaito wa ikunda kuwaeche na iwaidi misia wafiche ikunda jisumanyu jadede. Na wandu wafu wose waike waidi mikurunda na mikimai kwenye fikaso fishidi maiwenje mbora yuka kwafo. Oiwa shumbiango shere mutu. Tujiunge kwa pamoja kusema sala ya Bwana. Ndewe